Naam, Bwana Said John Bandawe, sasa turudi katika shughuli ambazo unazifanya, ambazo ulijitolea wewe, umetoa kama zawadi. Kwa sasa mnaendesha shughuli hizi kwa namna gani, ukiangalia ukubwa wa tatizo lilivyokuwa la matumizi ya dawa za kulevya na athari zake katika mkoa wa Tanga? Ukiacha kwa sasa tutafanya kwanza ni kushukurani kwa serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia ofisi ya Waziri Mkuu chini ya mamlaka ya udhibiti na kupambana na dawa za kulevya wameweza kuwa na mwitikio mkubwa na wameweza kutusikia watu wa Tanga, kwa sababu zamani Tanga ilikuwa huduma hamna. Sasa hivi kwa Tanga kuna sober houses ziko 5 ambazo hizi ni huduma specific, lakini kuna kituo cha Methadone Institution ambacho kiko chini ya serikali kinaratibu pale, na eneo ambalo siko tunaliona kama gift of hope na kwa sababu na diplomasia mheshimiwa wa viongozi na rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kumeweza kuja wadau wetu wa Foundation Board tunakuja kuwekeza, na moja ya eneo wamewekeza kwenye masuala ya miji salama au safe city. Waliona ile eneo kwa sababu Tanga tuna changamoto ya dawa za kulevya, wakaona wawekeze, na sisi tuliandika, na mradi wetu unaweza ukauona huu, tumeandika focus on use not the substance, tuwazingatie vijana na sio dawa za kulevya. Kwa hiyo huu mradi umejikita kwenye, manake tiba zipo no. Lakini vipi watu, kwa nini tuingize watu kwenye tiba, wanatoka wapi kuingia kwenye tiba? Kwa hiyo tukasema sisi tu design huu mradi kwa maana ya kulinda watu hata wasije kwenye tiba, lakini wale ambao wapo kwenye tiba nao wasirudi kwenye matumizi ya dawa za kulevya. Ndio eneo ambalo sisi tumeangalia kwenye mradi, na kwenye approach yetu tumegusia watu wote pale ndani. Kwanza tumemradi na watu 117,000 kwenye mitaa hiyo niloisema ya halmashauri ya jiji la Tanga. Ni halmashauri ya jiji la Tanga kata 27. Pale kuna kundi la wazazi, tuna kundi la vijana, tuna kundi la watu ambao wenye ulemavu, watu people with disability, tuna kundi la viongozi kwa maana ya Tanga City na viongozi wale wa kisiasa, tuna kundi la stakeholder, wadau mbalimbali, lakini focus ya mradi zaidi ni vijana, kuwashirikisha kile vijana, kuwawezesha wajue tatizo la dawa za kulevya, na approach nyingi zimetumika. Kuna mashuleni tumefika, tuna klabu, tuna pia group support kule mashuleni, kuna youth forum tunazitumia zile, kuna majukwaa ya vijana yale ya kata, tuna vijana mule tayari, ni vijana wetu tunafanya nao kazi, lakini kuna walimu ambao ni walezi wakuu wa mashuleni wamefanywa training, lakini kuna wataalamu zaidi ya 35 wa sekta mbalimbali kwa maana polisi, walimu, viongozi wa kisiasa, viongozi wa dini, maafisa ustawi wa jamii, watu wa maasasi za kiraia. Tumechukua watu kama jumla total namba ya watu wote waliotrainiwa, na hawa wanaenda kufundisha wengine TOT ni zaidi ya watu 70, na wale ambao wenye recovery. Maana hawa watu sasa wanaenda kupeleka ile kitu kwenye jamii, kitu na mabaraza kinga ya kinga dhidi ya dawa za kulevya kwenye ngazi ya jamii, ambao huko kuna maafisa wa ndani ambao kwenye kila kata, na mule kuna makundi ya vijana, watu wenye ulemavu, wawakilishi, kuna wazazi wamo, waratibu wa elimu, maafisa afya, mtendaji kata, mheshimiwa diwani wa kata husika, na polisi kata ndo katibu wa hiyo majukwaa. Kwa hiyo unaweza ukaona ile flow yetu ni kwamba kila mtu ameguswa, na ni wajibu wao sasa au ni jukumu lao sasa kile wanachokipata kwetu wakipeleka kwa jamii kwa sababu ya muendelezo au sustainability. Sasa kila kazi unapoifanya lazima ujitathmini, Bwana Said Bandawe. Ukiangalia toka mmeanza mradi huu, hali ikoje ukilinganisha ilivyokuwa na tulipo sasa, na mbinu ambazo umetumia kwamba kujitathmini kwamba sasa angalau tuna mwelekeo mzuri hata kama hatujamaliza tatizo? Mimi kwanza niko narudia tena, niko nashukuru na mamlaka kwa sababu kwenye timu ya mradi tuna technical advisor, yani wataalamu wa ushauri wa mradi ni watu kutoka mamlaka ya udhibiti na kutoka mamlaka ya udhibiti na dawa za kulevya, lakini pia tuna timu ya halmashauri ya jiji la Tanga, lakini pia tuna timu ya Tanga Yetu program ambayo ile timu ya management wanaturatibu. Kwa kweli tunawashukuru sana kwa sababu wale wadau tunawafanya nao wote sasa hivi tunaona, lakini kitu ambacho nimekizungumza, inawezekana tusimalize tatizo lakini kawa jamii haitoingia kwenye tatizo kwa sababu ishajua madhara yake, na ndio lengo kwamba unapokuwa unaingia unajua mimi nikienda pale nikitumia hichi nini matokeo. Zamani sisi tuliingia ilikuwa hatujui nini kitatokea, kwamba tulitegemea kwamba tutaingia tutakuwa na furaha na maisha yetu yatakuwa mazuri kila kitu, lakini mwisho wa siku tukaingia kwenye shimo na tulipoteza elimu, tukapoteza kila kitu. Tunakuja kukumbuka tayari yani tushapoteza mwelekeo na umri ushakwenda. Lakini sasa hivi ni kila kijana anaona kabisa kwamba matumizi ya dawa za kulevya athari zake ni haya, na viashiria vyake ni hivi, njia za kujiepusha ni hivi. Kwa nikiwa nataka kutimiza ndoto yangu sita kuingia, kwa sababu tunapozungumzia dawa za kulevya, hata pombe, hizi dawa za halali
pia ni dawa za kulevya. Pombe, kuna dawa tiba zenye asili ya kulevya, sigara, hizo na nyingi zote dawa za kulevya. Kwa hiyo tumeshawaambia watoto kule wasiingie kwa sababu wanapoteza ndoto zao. Lakini kitu ambacho tunakiona kinapunguza tatizo sasa hivi, simu zimekuwa ni nyingi. Simu zimekuwa ni nyingi kwamba watu sasa zamani nilisema mimi mwanzo kwenye introduction kwamba nilikuwa napelekwa polisi na ustawi wa jamii. Sasa hivi wazazi wanapiga simu kuuliza huduma. Na tunawapeleka watoto kwenye huduma, tunawafanyia watoto kansa na mabadiliko yanaonekana. Kwa hiyo maana yake tayari hiki kinaenda kupunguza tatizo kwenye jamii. Lakini kingine tulifundisha waandishi wa habari. Sasa hivi kuna vipindi vya local radio. Kila baada ya muda wanazungumzia hizo hoja na watu wanauliza maswali na majibu. Na unaweza kaona hata maswali yanayoulizwa kuna kitu tayari wamekielewa kupitia mradi. Kwa hiyo jamii sasa hivi inauelewa wa tatizo la dawa za kulevya. Lakini the good news, kitu kizuri zaidi, habari njema. Zamani watu ambao wanauza dawa za kulevya, wale drug dealer, ilikuwa ni watu mashuhuri na masuperstar kule mtaani. Lakini sasa hivi kupitia mradi na hizi elimu zinazotolewa, ukionekana unauza dawa za kulevya, watu wanakuchukia na wanakuogopa. Ina maana tayari jamii imeshaanza kujua kwamba mtu anayeuza dawa za kulevya si mtu sahihi na ni adui wa jamii yetu. Lakini zamani walikuwa watu wanawafanyia promotion, wanawapenda na wanashiriki kwenye shughuli za kijamii, superstar, yani kwa maana nyingine. Lakini sasa hivi watu wanawachukia watu wanauza. Lakini mwisho wa siku pia wanawasaidia wale ambao wana lile tatizo la uraibu kwenye njia zile sahihi zilizothibitishwa kisayansi. Sababu kwenye swala la uraibu ni udhibitishi wa kisayansi ndio unampelekea mtu kuacha. Hata hizi elimu tunazotoa ni wanasema evidence based approach, na tunatumia mitaala chini ya mwongozo wa Mamlaka ya Udhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya. Kwenye eneo la elimu kuna mwongozo, kwenye eneo la huduma kuna mwongozo kwa maana ya tiba. Kila tunachokifanya tunalaini na sera za nchi, lakini hata tunatumia pia sera za nje au miongozo ya nje ambayo ile imethibitishwa na imeridhiwa na serikali yetu. Ndio kitu ambacho tunakifanya kwenye jamii yetu, kwa sababu kuna sheria ambayo ya dawa za kulevya ile ina vipengele vinne. Na hivi vipengele vinne ni rahisi tu. Cha kwanza, supply reduction. Mamlaka ya Udhibiti na supply reduction ni kukamata. Hii sio yetu sisi sana. Lakini kuna ya pili ni demand reduction, maana kutoa elimu kwa jamii ili ijue madhara ya dawa za kulevya na kupunguza uhitaji ambao sisi hili ni jukumu letu kwa kusaidia serikali. Ya tatu ni upunguzaji madhara, maana yake harm reduction, kuwasaidia wale ambao tayari wameshaingia kwenye tatizo. Na ya nne ni ushirikishwaji wa wadau kwa maana ngazi ya international, kimataifa, kikanda na kijamii. Na hata sisi kama wadau tunafanya ushirikishwaji au tunashirikiana Mamlaka ya Udhibiti na serikali yetu kwenda kupunguza. Maana yake kitendo cha Botna Foundation na Tanga Yetu program na Innovate kutusimamia siku kutekeleza huu mradi imecollaborate zile juhudi kwenye ile sheria ya udhibiti na kupambana na dawa za kulevya. Kwa hivyo ni vitu vyema na tunaona wadau wanaokuja wana yale mahitaji ya serikali, na sisi tunafanya kwa niaba ya serikali kwa nia njema na kwa ajili ya kusaidia jamii.